Wathesalonike wa pili sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Are you there? Are you there, child of God? Wow. Now 1 2 3 let us read. Basi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msitutishwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asidanganywe kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ungekufa. Mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi juu ya kila kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hapa anazungumziwa mpinga Kristo ambaye atakuja kwa kigezo cha amani, ili kwa ajili ya kupata trust ya watu. Watu wanasema huyu ndiye mfalme wa amani, huyu ndiye Bwana wa amani. Na utaona hata vita tayari, hata mazungumzo ya vita, kusitisha vita sehemu yameshaanza, kwamba lengo nini? Amani, hakuna vita. Kwa hiyo atakuja huyu. This one will come. Of the Antichrist is already here. Kwa hiyo utafika wakati ambapo sasa kimwili physically huyu atasimama, he shall stand na kujifanya kwamba yeye ndiye Mungu and pretend to be God. Maandiko yanamtambua yeye, the scripture recognizes him as the rebellious, mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Kwa atajiinua na yeye kwa lengo la kutaka kuabudiwa, for the purpose of being worshipped. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu, lakini siye Mungu. There are those who think he is God. Mstari wa 5, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi na aliwaambieni hayo? Kwa hata mimi leo, the prophet of God, I'm telling you this and I'm reminding you this. Sasa mstari wa 6 ndio unabeba ibada yetu leo, unabeba somo letu leo. Somo linasemaje? Mamlaka ya wana wa Mungu. When you speak of the sons of God, we speak of the church. When you speak of the church who are united with the Lord, Jesus Christ to be the Lord. Waliomwamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu na Mungu alimfufua katika wafu, waliookoka, hao kwa pamoja ndio kanisa. Wangapi wananielewa? Hebu weka kamba hapo kwanza nikuonyeshe kitu fulani hivi. Weka kamba hapo. Thank you Holy Spirit. Rabo saragidi, afungua Wakolosai libo kopra kreskis klemon kratus kadila vaske. Wakolosai sura ya kwanza, Colossians chapter 1 mstari wa 17, verse 17. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 17. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, hushikana katika yeye, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Angalia hapo, cha kanisa, kichwa cha kanisa, the head of the church. Okay, thank you Lord. Fungua wa Korinto. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Kwanza fungua wa Efeso 1 tena, Efeso 1 mstari wa 22. Ephesians chapter 1 verse 22. Efeso 1:22. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake. You see it? Kwa hiyo maana yake kanisa ni mwili wa Kristo. The church is the body of Christ. Kanisa ni mwili wa Kristo. Vyote kwa ajili, akasema awe kichwa juu ya vitu vyote kwa, my God. I wish I can have enough time to explain here. Natamani na muda mzuri wa kuelezea hapa. This is fantastic. Look it again. Anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Mungu wa vitu vyote chini ya miguu ya Kristo. God has kept all things under the feet of, akamweka juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Maanake Kristo alipewa na vitu vyote vimewekwa chini yake kwa ajili ya kanisa. For the church. Maanake kwa ajili ya sisi. For us.
Jesus Christ. Vyote vilivyofanyika ni kwa ajili yetu sisi. All that was done was for us. Kwa ajili ya kanisa ambalo, mstari wa 23, ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. The church ni mwili wa Kristo is the body of Christ. Now see 1 Corinthians chapter 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza 12:27. Are you there? 1, 2, 3 soma. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo. Rudia tena. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo. Rudia tena. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo. Rudia tena hapo. You see it? Nani ni mwili wa Kristo? Kwa kanisa ni nani? Sikia. Yes. Hili hapa jengo tulinombo. This is the building that we are in. Know it as the church as the building. A church as a building. But the real church sio jengo. It's not the building. Kanisa halisi, the real church, ni sisi tulioungana kwa pamoja na kujenga mwili wa Kristo. Wangapi wananielewa? Kwa kanisa ni mwili wa Christ. Nimesemaje? Kanisa ni mwili wa Christ. Yes. Kanisa sio jengo. The church is kanisa ni mwili wa Kristo. The church is the body of Christ. Manake wote ambao wamemkiri yeye Kristo kwa pamoja ndio ambao wanajenga kanisa. Are those who build the church. Wow. Kwa hiyo nilisema awali kwamba ninaposema mamlaka ya wana wa Mungu, manake namaanisha mamlaka ya kanisa. I mean the authority of the church. Au mamlaka ya mwili wa Kristo. Or authority of the body of Christ. Tumeelewana mpaka hapo Wana wa Mungu tumeelewana mpaka hapo. Rudi sasa Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili sura ya 6 ambako nilisema scripture hii inabeba message yetu ya leo. Maandiko yanasema, na sasa lizuialo mwalijua kwamba huyu mpinga Kristo, huyu asi, hata sasa hivi anatamani akae timilize adhima yake, auonyeshe ulimwengu kwamba yeye ni nani. He wants to show the one who is. Anatamani afunuliwe. He wishes to be revealed. Ili ajulikane. To be known. Hata sasa. Even now. Maana yake anataka kuyafanya mambo kabla ya wakati wake. Unavyoona harakati zote, mara hivi, mara corona, mara nini, hizi ni harakati za mpinga Kristo. Wangapi wananielewa? Hello. Unaposikia sijui vikao vya umoja vya kuanzisha dini moja, sijui the strategies of the Antichrist. Lakini limewekwa sharti ya kwamba but there's a condition that kwa yeye kuonyesha utawala wake, for him to show his rulership, ni mpaka kanisa liwe halipo. It's until the church is not there. Kwa mpinga Kristo weza kugeuka sasa, badala ya amani na kuanza uasi, to change instead of peace and begin rebellion. Lazima kanisa liwe halipo. The church has not to be there. Limeondoka, kanisa liwe limenyakuliwa. The church has to be raptured. Ni mpaka kanisa linyakuliwe, it's until the church to be raptured. Ndipo mpinga Kristo aanze mambo yake, the Antichrist aanze uharibifu wake, aanze fujo zake. Lakini maadam kanisa lipo, manake hana hayo mamlaka wala hana hiyo nguvu ya kutekeleza hayo. Amen. Lazima ulijue hilo mwana wa Mungu. You must know the Son of God. Maandiko anasema hivi, the scripture says, sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Manake sio sasa. Huyo mpinga Kristo ili aje kupata kufunuliwa kwa wakati wake, lipo ambalo linazuia sasa hivi. Kanisa ndo linazuia. Wana wa Mungu ndio tunazuia. Soma mstari wa 7. 1 to 3 mstari wa 7. Moja mbili tunasoma maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Ile siri ya kuasi, maana yake mpinga Kristo mwenye kuasi sasa hivi anafanya kazi kwa siri. Anatekeleza ajenda zake kwa siri, sio kwa kujionyesha. Anafanya chini kwa chini. Kwa nini? Analiogopa kanisa. Kanisa lipo. Amen. Wana wa Mungu. Hello. Wana wa Mungu mpo. Tupo. Did you know kwamba wewe unamzuia adui kuto kuonyesha makucha yake? Did you know that? Ulifahamu hilo? Ndio maana adui hawapendi watoto wa Mungu, hawapendi. So the enemy doesn't love the sons of God. Yes.
Pastor, lile giza likiingia nuruni, si giza litakuwa giza tena, litakuwa ni nuru. Giza linaingia wakati nuru ipo tayari. Nuru ipo, giza lazima liingie kabisa. Kabisa Pastor. Makofi kwa Mungu le hai. Makofi kwa Mungu le hai. Giza haliwezi kutawala maadamu nuru ipo. Sababu tayari imeandikwa nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Na you will understand, kwa sababu ninapokwenda ni pazuri. Utaelewa tunakwenda pazuri kweli kweli. Pazuri mno. Look, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Manake huyu mwenye kuzuia mpaka atakapoondolewa, ndipo huyu mpinga Kristo achukue nafasi. Wana wa Mungu, ninachotaka leo, Sons of God, what I want today, I want to shift this, tuiweke kwenye maisha yetu privately, put it in our private lives. Kama kanisa ambalo ni mwili wa Kristo, ambalo ni sisi wana wa Mungu, ni kizuizi cha kumfanya mpinga Kristo asiweze kuchukua nafasi. Vipi huyu mjinga anapochukua nafasi kwenye maisha yako wakati tayari wewe unayo mamlaka dhidi yake? Takes position in your life while you already have authority over him. Kama tuna mamlaka ya kumzuia kwamba asifanye majukumu yake kabla ya wakati wake, kwa sababu huu ni wakati wa kanisa. Huu ni wakati wa nini? Wa kanisa. Ni utawala wa kanisa, sio utawala wa kwake yeye. Ila kanisa litakapoondolewa lipate kutawala, sio sasa. Hello, maana yake nini kama ni hivyo? Kama vile ambavyo kanisa, wana wa Mungu kwa pamoja tunatawala kiasi kwamba adui hana nguvu ya kutimiliza kazi zake kabla ya wakati, basi na iwe hivyo hivyo hata kwenye maisha yetu, kwa sababu tayari wewe ni mtawala. Hatakiwi huyu kukuonea. Because you are already a ruler, is not supposed to persecute you. Bona simple. Hello. Bona simple. Wana wa Mungu, Sons of God. Hili jambo ni muhimu sana kujua kwamba huu ni wakati gani. What time is this? Ni muhimu mno. It is very important. Mhubiri alisema vyema sana. Ecclesiastes said it very well. Akasema kila jambo na wakati wake. Kweli si kweli? Kila jambo na, ingawa kuna maneno mengine aliyazungumza kwa sababu ya wakati ambao alikuwa nao. Aliposema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, ni kwa sababu ya wakati ule. Kweli kulikuwa kuna wakati wa kuzaliwa na kulikuwa kuna wakati wa kufa, lakini leo hii kwa wakati wetu sisi wana wa Mungu tunajua kuzaliwa, hatujui kufa. Kwa sababu wakati wa kufa kwa wana Mungu shapita. Kila jambo na wakati wake. Asema saa fika nayo ipo ambayo wao wenye kuniamini mimi na kumwamini aliyenipeleka, hao wamepita kutoka mautini wameingia uzimani. Mwana Mungu, sikia. Maandiko anasema watapita kutoka mautini, wanasema wamepita kutoka mautini. Yohana 5:24 anasema wamepita kutoka mautini kuingia uzimani, au watapita. Wamepita. Kwa maana yake ni jambo ambalo limepita, lishafanyika, si ndio? Maana yake wakati wake ushapita tayari. Yes. Wakati kila jambo na wakati wake. Mjinga anajua kwamba huu ni wakati wa kanisa. The enemy knows it's the time for the church. Tried so much for the church to be born. Kosa kubwa alilolifanya ni kwamba kanisa kuruhusu kuzaliwa. He allowed the church to be born. Lakini ilizaliwa kwa sababu tayari italijenga kanisa hayata. And the doors of hell shall not comprehend it. The church is the rulership of the Son of God. Kama vile ambavyo huyu mpinga Kristo hawezi kutawala wakati bado kanisa lipo, ndio hivyo hivyo hatakiwi kuyatawala maisha yako. He's not supposed to bring oppression in your life. It's your time. Now spirit, the evil spirits, wanafahamu isiri. They know it. Wakati Yesu amevuka na kwenda katika nchi ya Wagerasi, well, Jesus Christ crossed over to the city of, akakutana na mtu mmoja. By the way, he met one person. When you read from the book of Matthew, mtu mmoja, ukisoma Luka na Marko yazungumza watu wawili, lakini concept ni ile ile. Walipokutana naye, when they met him, they know him. What do we have with you, Son of God? Wangapi wananielewa? Mathayo sura ya 8. Mathayo sura ya 8. Mstari 28. Mathayo 8:28. Are you there?
Yes. Mwana Mungu umefika hapo? Mwana Mungu umefika hapo? Mathayo 8:28. 1, 2, 3 soma. Naye alipofika ng'ambo, katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipita njia ile. Na tazama, wakapiga kelele, wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Maana walimjua. Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Endelea. Umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Wao walilalamika. They complained. Wao. Them. Ndio maana wakatoa hata masharti, ukitutoa tuache tuingie kwenye to the pigs. Ila leo wewe unashindwa hata kuoji wewe. Even fell. Unapewa maumivu pa unashindwa hata kuoji. You're given pain and you fail to ask. Unapewa udhaifu unashindwa hata kuoji. You're given infirmity, you fail to ask. Wao walioji. Kwa nini? Kwa sababu wanajua majira na nyakati, wanajua, wanafahamu wakati wao wa kuangamizwa ni vipi. Maana hivyo kumbe wanajua kwamba wakati huu mwana wa Mungu anatakiwa aishi maisha gani. Ila wao unajua? But do you know? Wao walijua wakajitetea. Wao unajua? Do you know have authority over them? Do you know? Adui leo hii akulazimisha, ana negotiate na wewe. He doesn't force you, negotiate with you. Mnafanya makubaliano. Anambia sasa bwana mkubwa, negotiating with each other. Mimi nataka nikae hapo kwenye tumbo, unasemaje? I want to stay in your stomach. Ndio zile dalili unaanza kuona dalili fulani. Mbona kama vile tumbo kama vile nasikia maumivu. Unaanza kunegotiate kwambia sasa mimi nataka nikae hapo. Hembo kili basi. Sema kwamba una maumivu ya tumbo. Kwa ukisema unajua nina maumivu ya tumbo, maana tayari ushaikubali ile hali. Badala ya kuipinga, maandiko yanasema pingeni shetani naye atawakimbia. Kwa nini awakimbie? Kwa sababu sio wakati wake, sio huu. Hana mamlaka dhidi yako. He has no authority over you. Hana nguvu dhidi yako. He has no power over you. Anakuja kwa lugha ya udanganyifu. He comes with the language of deceiveness. He comes and tells you, listen, it's what you have gotten, you deserve it. Don't complain. You were wrong yesterday. Anakuweka kwenye hukumu wakati wewe hauna. You are not condemned. He's an accuser. Hawezi kutushtaki kwa Mungu. Can't accuse us to God. Hawezi. He can't. Kwa sababu hakuna hukumu ya adhabu juu walio katika Kristo Yesu. Hawezi kutushtaki. He can't accuse leo hii listen child of Ibilisi hawezi kwenda kwa Mungu na kuambia Mungu, hebu unamuona yule amefanya hivi na hivi na hivi. Hawezi. Kwa sababu kwa Mungu wewe ni mtakatifu usiye na mawaa. Hawezi. Hata ufanyeje hawezi. Ulisamehewa makosa yote yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Hale, ndio maana maandiko yanasema mwana wa Mungu hatendi dhambi. Sasa wapi? Anakuhukumu kwenye mawazo yako mwenyewe. Nakwambia unaona umekosea? Unaona umetenda dhambi? Unaanza kujihukumu. Unaanza kujiona una hatia. Sio Mungu anakuona una hatia, wewe mwenyewe. God finding you condemned, it is yourself. Unapojiona hivyo tayari umempa njia. Tayari umehalalisha aweze kukupiga. You have allowed him to Hello. Okay, jirani yako mbele. Jirani unasikia hayo? Mamlaka ya wana wa Mungu si ya kawaida. The authority of the sons of God is not ordinary. Sema exousia. Sema tena. The power is exousia. Ndio hili neno ambalo it is the same word lilitumika Yesu alipoambia wanafunzi wake. Jesus told his disciples kwamba nimewapa mamlaka. Kusoma Luka sura ya 10 mstari wa 19. Okay. Fungua Luka sura ya 10 mstari wa 19. Luka 10:19. Mamlaka na nguvu nina kufanya lolote. We're gonna sing that. Luka sura ya 10 mstari wa 19. Luka 10:19. Are you there? 1, 2, tazama. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Come on. Hivi mwana wa Mungu, wewe unataka nini? Mgeukeje na nakwambia unataka nini? Yesu Kristo nakumbuka kuna mahali fulani aliambia mji fulani, akaambia mnataka lini? Nataka mkuzwe hadi mbinguni, basi mtashushwa mpaka kuzimu. Rudia tena 1, 2, 3 soma. Tazama maana yake oneni. Nimewapa amri. Hiyo amri ndio exousia. Now that power is exousia. Exousia. Nimewapa amri ya kimamlaka. Maana yake ni mamlaka walionayo wana wa Mungu. It's the authority of the sons of God. Ukimwona kwa nje, when you see him mdogo, ila ndani they are little, but in mamlaka alionayo si ya kawaida. The authority they have is extraordinary. Wewe unaweza ukawa una nguvu za namna yote. Now, now imagine, kwa nini tuende mbali leo hii tu au kwenye taifa tu? Leo hii unaweza ukawa una nguvu za namna yote. Now imagine, okay, kwa nini tuende mbali leo hii tu au kwenye taifa tu? Leo hii unaweza ukawa una nguvu za namna yote. Now imagine, okay, kwa nini tuende mbali leo hii tu au kwenye taifa tu? Leo hii unaweza ukawa una nguvu za namna yote.
Angalia, ili mtu awe ni mkuu wa majeshi, for a person to be the leader of the army, lazima awe amepita kozi mbalimbali za kijeshi. He must have passed through several courses of the army. Ya darasani ya kawaida na ya kijeshi pia. Manake tunapozungumzia swala ukakamavu, nguvu, ana nguvu kuliko rais, si ndio? Ndio hivyo? Ndio. Si ndio hivyo? Ndio. Leo hii okay, tumchukue mama yetu, Mama Samia, afu mweke na mkuu wa majeshi afuambie wapigane. Nani atashinda? Nani atashinda? Mkuu wa majeshi. Lakini mkuu wa majeshi akiambiwa na mheshimiwa rais na nenda sehemu fulani, lazima aende. Tena kwa utii mkubwa sana na saluti juu, si ndio? Kwa nini? Mamlaka. Authority. Hello, sema mamlaka. Authority. Mamlaka si kitu kidogo. Si kitu cha kawaida. It's not something ordinary. Wewe njoo na nguvu yako maubavu yako mimi nikikujia na mamlaka utasalimu amri. If I come with you shall bow. Sasa wana wa Mungu tayari tumepewa mamlaka. God already given authority. Sema tazami, hatuoni. We do not see. Watazama, sisi tunaangalia pale unapokuja, unaitazama changamoto kuliko kutazama haya mamlaka uliopewa. Angalia, anasema tazama, manake oneni, nimewapa. Manake hichi nilichowapa mnatakiwa mkione. You're supposed to see. Katika mazingira yote mnaokutana nayo, msiaone hayo mazingira, no, muone hichi ambacho nimewapa. See what I've given you. Anasema tazama. Behold. Tazama nini? Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Haijaishia hapo. Endelea. Na nguvu zote za yule adui. Na nguvu zote. Na nguvu kidogo. Na nguvu kidogo. Sasa iweje? Sasa shida iko wapi? Where is the problem? Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Mwana Mungu, hivi unajua hilo andiko kilichukua, alafu kama andiko ukalimeditate hilo andiko, ukachukua muda, dakika, masaa, siku, ukameditate hapo. I don't know how it will be. Alafu anamaliza sema wala hakuna la kuwashinda. Endelea. Wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Wewe kwa nini unadhurika? Wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa nini? Kwa sababu ya mamlaka niliyowapa. Ombe jirani, tazama. Ona ulichonacho, ona ulichopewa. Oh God. Even those who have, huko walipo wanashangaa. They are amazed. Kwa sababu wamekutania afa, anambia mbona mimi sijakuita? Because they've met him and they asked why mimi niliyokuita? It's not me who called you. Sababu wapo watu tunadhani ameitwa kwamba ameambiwa sasa inatosha. It's enough. Tutashangaa sana. We shall be amazed. I'm telling you, tutakapoambiwa kwamba ulitakiwa uwe hivi, ulitakiwa ufanye hivi au kuwa, ulitakiwa uwe hivi au kuwa, hata hili kumbe hivi ndivyo ambavyo ulitakiwa kuwa. Hello. Sema natembea kimamlaka. I'm walking in authority. Ninaishi kimamlaka. And I'm living in authority. Unajua siku hizi kwa sababu ya sayansi na teknolojia na mambo mengi kubadilika, tunaona kana kwamba kuna baadhi ya vitu tukiwa navyo labda ndio vinatufanya kuwa na nguvu, ndio kufanya kuishi vizuri. It's for them to live well. Wana Mungu wangapi wananielewa? Okay, niulize swali. Adam na mke wake, kipindi cha Adam na mke wake kulikuwa na hela? Waliishi maisha gani? Kabla ya kukosea waliishi maisha gani? Chochote walichokipata walikuwa wapati walichokuwa nakitaka. You see it? Yes. Karibu. Yes. Chukua maiki. Ripoti niliona Elon Musk alikuwa ambaye ni tajiri mkubwa na wa kwanza duniani. Ndio. Alafu akasema pesa isababishi mtu kuwa na furaha. Akasema hivyo. Yes. Elon Musk. Yeah. Kasema pesa tajiri wa kwanza wa duniani. Yeah. Kasema pesa isababishi, yani haifanyi mtu kwamba awe na furaha. Yes. Alafu wewe mwenye milioni 5, milioni 6, milioni 10. Hello. Unadhani ya kwamba ukiwa na bilioni ndio utakuwa na furaha? Wagenda. Utasikia mimi bwana, siku nikiwa na hela nyingi nitafurahi. Furahi sasa hivi unavyo vyote. Maandiko yanasema vitu vyote ni vyako. Jivunie Kalisko procrastita. Prosperity is not all about money. No. Siku moja nilikuwa namsikia baba Pastor Chris, na mheshimu sana Mungu wake. Akanasema money is the sign of shortage. Fedha ni ishara ya upungufu. And it was designed to classify a groups of people, kwamba group hii kutokana na fedha, lakini sivyo hivyo tangu awali. Not that since the beginning. Fedha zikuwepo. Money didn't. It's all about numbers.
kuhusiana tu na namba. Nikamsikia akasema, and he said, imagine umeweka hela zako benki. Ushawahi kwenda wakakuonyesha kwamba hii ndio briefcase yako ambayo imejaa hela zako, hii ndio milioni 100 yako? No, kinachofanyika ni namba tu, na unaonyeshwa namba kwamba you have this amount of money and this, lakini sio kwamba pale benki ndio kuna hela zako. Anasema vipi sasa ile benki ikiteketea? Akasema ishawahi kutokea, I don't know, sikufuatilia. Akasema ishawahi kutokea nchi fulani, watu wote ambao walikuwa wameweka fedha benki, serikali ikaamua ikasema inafuta akaunti zote, alafu kila mtu anabaki na dola 100. Ulikuwa na bilioni 1 unabaki na dola 100. Iliamua, yani imeamua kufanya hivyo. Hela, sema hela. Money. Asa ikitokea hivyo, don't be proud because you have a lot of money. No. Be proud because everything is yours. Jivunie kwa sababu vitu vyote ni vya kwako. Maana whatever that you need you can get. Hallelujah. Amen. Sema mwana wa Mungu hapa. Mwana wa Mungu. Nina mamlaka ya kiungu. Nina mamlaka ya kiungu. Hallelujah. Wangapi wana mamlaka ya kiungu? Makofi kwa Mungu le hai. Makofi atoshi, makofi kwa Mungu le hai. Anasema tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna kitakachowadhuru. Watu wanapodhurika sio kwamba Mungu ametaka, hapana, Mungu hajataka. Ni kwamba mazingira yametengenezwa na amepewa nafasi, adui ameleta madhara. Lakini sio kwamba Mungu ameruhusu, Mungu haruhusu. Hello. Kama vile ambavyo kanisa linaendelea kutawala na kumfanya mpinga Kristo asitawale kabla ya wakati wake, basi hivyo hivyo na wewe lazima ujue kwamba wakati huu sio wakati wa adui kukuonea. Kwa namna yoyote, sikubali kuonewa kwa namna yoyote ile. Makofi kwa Mungu aliye hai. Kumbuka wewe umeketi mahali pasiri, uko ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Yeye aketie mahali pasiri atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ndiye atasema Bwana ndio kimbilio langu. Zaburi ya ngapi? 91. Fungua. Aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana, kwa sababu nimekaa katika uvuli, nasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitayemtumaini. Maana yeye ataniokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni haribuyo. Kwa manyoya yake atafunika, uaminifu wake ni ngao na kigao. Chini ya mbawa zake sema unapata kimbilio. Hautaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana, wala tauni pitao gizani, wala uwere uharibuao dhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo haitakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu makao yako. Now look, mstari wa 10. Mabaya hayatakupata wewe. Kwa nini upatwe na mabaya? Sema nakataa mabaya. Nakataa mabaya. Sema nakataa kupatwa na mabaya. Nakataa kupatwa na mabaya. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Nakataa kupatwa na mabaya. Nakataa kupatwa na mabaya. Yes. Imeandikwa. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Maana ugonjwa haustahili kuja chini ya dari yako. Ugonjwa haustahili kuja nyumbani mwako. Ugonjwa haustahili kuja makazi ambako wewe unakaa. Ugonjwa hautakiwi kuwepo sehemu ambapo wewe mwana wa Mungu upo. Wangapi wananielewa? Hello. Maana sio wewe wako, sio wana familia yako. Maana wewe unasema nimekuwekea uzima na laana mbele yako. Chagua uzima ili uwe hai wewe pamoja na uzao wako. Mimi nimechagua, maadamu nimechagua uzima mimi, mpaka kinachea lazima waishi maisha hayo. Hello. Angalia. Anasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mstari wa 12, mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. 13, utawakanyaga simba na nyoka. Yale ambayo Yesu Kristo ametamka kule. Utawakanyaga simba na nyoka. Mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa umekaza kunipenda, tamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Amen. Utawakanyaga simba na nyoka. Mwana simba manake adui na mtoto wake, the enemy and their children, adui na wafuasi wake, the enemy and their followers. Stand up. Wewe ni mwana wa Mungu. You are the son of God. Basi jua kwamba unayo mamlaka ya wana wa Mungu. Know that you have authority of the son of God. Unayo mamlaka ya wana wa Mungu. Na mamlaka hayo tayari unaishi nayo, unayo. Ni wewe kuitumia hiyo mamlaka, tayari unayo kila eneo la maisha yako.
Sema mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana na nina mamlaka ya mwana wa Mungu. And I have the authority of the Son of God. I reveal this authority. Kila sehemu ya maisha yangu. Every area of my life. Kila siku inapoitwa leo. Every day. Siwezi kuonewa. I can't be oppressed. Nakataa kuonewa. I refuse to be oppressed. Nakataa kuonewa. I refuse Nakataa kuogopa. I refuse to siwezi kuogopa. I can't fear. Mimi ni mwana wa Mungu. Nayakataa mabaya. Kwa sababu imeandikwa mabaya hayatanipata mimi. Kila ubaya uliokusudiwa dhidi yangu uharibike kwa jina la Yesu Kristo. Kila ubaya ulionenwa dhidi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Haribu kila namna ya ubaya, mwana wa Mungu. Mabaya hayatakupata wewe, haribu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu ali hai. Riko karabayende lihandara no jamo mahasa ya karabayada. Ninakataa kila ubaya katika maisha yangu, hautanipata. Reko karabayate jino mahasa ya karabayada. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, jeka karabayata. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Remo mahasa ya karabayada. Nieko zeyenda lihandara no maya karabayata. Jena hasa ya karabayanda lihandarana. Katika jina la Yesu Kristo, ninakataa kila aina ubaya. Reka karabayata. Jena hasa ya karabayada. Ubaya juu ya magonjwa, ubaya juu ya umaskini, ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Jena kasa ya karabayate. Reko mahasa ya karabayata. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Unajua kwa nini imeandikwa mabaya hayatakupata wewe? Wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa sababu utawakanyaga simba na joka, mwana simba na joka. Kwa sababu umepewa mamlaka yote ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ulimwengu. Manake kama umepewa mamlaka hayo, ni sharti ubaya usikupate. Mungu wangapi ananielewa? Manake kama umepewa mamlaka, basi ni sharti mabaya yasifanye nini? Yasikupate. Kwa sababu unayo mamlaka ya kuzuia mabaya hayo, kama vile kanisa lilivyo na mamlaka ya kumzuia mpinga Kristo. Haleluya, amen. Sema na yakataa mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Kataa mabaya, kataa mabaya, kataa mabaya, kataa mabaya. Ninakataa mabaya katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu, funyua kinywa chako, kataa mabaya katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Liko karabayana. Fungua kinywa chako, pinga kila aina ya ubaya. Yakatai mabaya katika jina la Yesu Kristo. Jino mahasa ya karabayate. Reke kerebeeta. Ninakataa mabaya katika maisha yangu. Ninayapinga mabaya katika maisha yangu, mimi na familia yangu. Reka karabayana. Jena hasa ya karabayate. Magonjwa ni mabaya, umaskini ni mbaya, ninayakataa katika jina la Yesu Kristo. Sheka karabayate. Rimo mahasa ya karabayana. Laka karabayana. Ninayakataa mabaya juu ya ajali. Jeno mahasa ya karabayata. Leke kerebeeta. Jeno mahasa ya karabayane. Rimo mahasa ya karabayato. Sheka karabayata. Ninakataa mabaya katika jina la Yesu Kristo. Likerebeena. Rama mahasa ya karabayane. Reko mahasa ya karabayato. Jende kese ya karabayane. Rimo mahasa ya karabayanda. Jeno mahasa ya karabayata. Reke kerebeeda. Raka karabayata. Reko zayande riende no. Jino mahasa ya karabayana. Na yakataa mabaya yote juu ya familia yangu. Jino mahasa ya karabayata. Na kataa mabaya yote juu ya wazazi wangu. Reke kerebeeta. Riko karabeena riende no. Jina kasa ya karabayana. Ninakataa mabaya yote juu ya biashara yangu. Ninakataa mabaya yote juu ya kazi yangu. Reke kerebeeda. Rakosa ya karabayata. Raka karabayane. Rikasa ya karabayata. Jeke kerebeena riende no. Ramo mahasa ya karabayana. Raka karabayata. Jenese ya karabayende riende no. Mimi ni kanisa, nimebeba mamlaka ya kimungu. Jeke kerebeeta. Rimo mahasa ya karabayana. Raka kasa ya karabayane. Jeno mahasa ya karabayando. In the mighty name of nakataa mabaya. Jino hasa ya kerebeenda riende nosha. Rababa yade. Reke kerebeeta. Riba baba baba baba. Ramo hasa ya karabayata. Reko karabayende riende noshe. Maya karabayade. In the mighty name of Jesus. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in
Jesus name. Kila aina juu ya ubaya, lemo mahasa ya karabayada, mabaya sio sehemu yangu katika jina la Yesu Kristo. I want you to do one act of faith. Just think about lile ambalo ni kikwazo. Think of what is an obstacle. Ubaya wote ambao kwa namna moja nyingine umpata nafasi. Any kind of evil that God chose, anything which is not normal. Alafu take it by his name and tell it, you are under my feet. I trade you in the name of Jesus Christ, be it sickness, be it pain, iwe ni hali yoyote sio ya kawaida, any abnormal situation, any kind of weakness, anything troubling you, I am given authority to trade over you. I trade over you because you are under my feet. Rasmi na kuondoa. Officially I take you out. You are mentioning where it is. If it's pain of the chest, I take you out of my chest and I trade you in the name of Jesus Christ. That is the act of faith. It is an act of faith. Faith without actions is dead. Just take it, put it under your feet. Chini ya miguu yako. Yes, and step on it. Na ulikanyage. Now do it by faith. Fanya hivyo kwa imani. Do it by faith. Fanya hivyo kwa imani. What have been bothering you, that which bothers you, have authority over it. You will feel even the power of God. Some of you as you do this utaisikia nguvu ya Mungu. Because the word of God is powerful. You will feel it as you step on it. You feel it. Stepping on it, you feel that. Utaisikia hiyo nguvu. Then you sickness, you are under my feet. I step on you in the name of Jesus. The name of Jesus. Kalaba shatoko rabagadia. Lekusa kalaba. Wewe udhaifu uko chini ya miguu yangu, ninakukanyaga kwa jina la Yesu Kristo. I have authority over you. You pain, you sickness, you are under my feet in the name of Jesus Christ. Rabakastras, castras, ekrestradia, rakreskedobo, rekreskedadia in the mighty name of Jesus. Rakushkadila mongradiska, razukreskidia, ekroske mangradus vida angrade. Thank you, Lord. Raduska zita mangradeske dika kutske, jakukresko talavangradiska. Thank you, Lord. 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 Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Now it is done. Sasa imekuwa. I'm telling you, hilo ambalo umelikanyaga limeondoka. It is done. Hello? Hello? It is done. Yes. It is over. Do you believe? Yes, prophet of God. It is yours. Amen. Now begin to declare. Mamlaka, authority. Mamlaka inatambulika pale ambapo inaachiliwa, inatambua. Now tamka yale unayotaka yadhihirike kwenye maisha yako. Command. Amuru. Use the name of Jesus. Command what you want to see in your life. Amuru ni unataka kuona kwenye maisha yako. Command. Amuru. Speak by faith. Zungumza kwa imani. What do you want to see in your business? What do you want to see in your marriage? Laba yada. Yabarabagade. Andorobo sakalaba yadea. Tena mengine unayapa muda kabisa kwamba wiki hii, mwezi huu, mwaka huu, rapakatakabaya, utakusudia neno nalo litathibitika kwako. Maandiko yanasema na mwanga utaziangazia njia zako. Shakatakabaya. Speak it, child of God. Speak it. Prophesy about your life, the things you want to see. Rababa seko rabaya ereboshia eplasa teke rababo anyaiba ni kwa meni pakutumika, meni pakutumika chini ya pendo lako.
You are servant. Umenifanya ibada. Ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu, mamlaka na kufanya upo nawe, uko ndani ya nawe, upo ndani ya. Nasema ndio, nasema ndio, ninasema umesimama, chukua Biblia yako. Ragosi rabaladede shiko rab. Thank you Lord. Ninasema ndio kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. 4 mstari wa 5 wa Kolosai 4:5. Are you there? Yes. 1 to 3 read ahead. Waefeso sura 5 mstari wa 15. Ephesians chapter 5 verse 15. Efeso 5:15. Are you there? Yes. 1 to 3 read ahead. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mkifanya nini? Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Nisikilize mwana wa Mungu. Mwana wa Kolosai, you have seen Colossians 4:5 imesema mkiukomboa wakati. As you redeem time. Waefeso Ephesians 5:16 asema mkiukomboa wakati. As you redeem time. Nini maana yake? What does it mean? Wakati, oh my God. Wakati manake wakati tayari umeshaibua. The time is stolen already. Manake wakati unatakiwa kukombolewa. Kwa nini wakati unatakiwa kukombolewa? Kwa sababu tayari umeshaibua tayari. It is stolen already. Umeshatekwa tayari. Kuna mambo ambayo yalitakiwa yawe yameshatokea, yawe yameshafanyika, mpaka sasa hivi hayajafanyika, manake umeibua wakati unatakiwa kukombolewa. Hili neno kukomboa inaitwa exogoravo. Exogoravo. Nini maana yake? Ina maana nyingi sana, lakini maana yake yadhihirisheni yale ambayo yalitakiwa kuwepo tangia wakati huo, yafanyeni yatokee sasa. Kwamba yes, ulitakiwa uwe na jambo fulani limeshafanyika muda mrefu, halijafanyika. Nini? Kukomboa wakati maana yake nini? Lilifanyike sasa, litokee sasa, lidhihirike sasa, lionekane sasa hivi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakapo wananielewa. Sema ninaukomboa wakati. Yes. Moja ya maana nyingine ni kutumia muda vizuri. Yes. Lakini maana kubwa ni hii kwamba ulitakiwa wewe hivi tunavyozungumza, kuna vitu wewe tayari unavimiliki. Haujavimiliki bado, manake muda ule ambao ulitakao uvimiliki tayari umetekwa ule muda. Sasa kuukomboa ni kuhakikisha ya kwamba vile vitu vinatokea sasa hivi. Come on. Amen. Hello. Uzuri ni kwamba kwa Mungu wetu hakuna kuchelewa. Kwa hujachelewa. Hello. Sema sijachelewa na kuchelewa, ila ninajua jambo moja, kuyafanya yaliyo yangu, kuyaweka mambo katika mahali pake, yote yanayotakiwa kuwa yawe kwa jina la Yesu Kristo, na ilivyo, na hivyo ndivyo ambavyo nafanya, na hivyo ndivyo ambavyo inakuwa. Ndiyo Bwana. Haleluya. Amen. Sema natembea katika Mungu. Natembea katika na hivi ndio. Unatembea umesimama wakati natembea katika mamlaka ya Mwana wa Mungu. Ndivyo. Hivi ndivyo ilivyo. I am walking on miracle. I am walking on authority.
I am walking prosperity. Yes, I know that's who I am. I am walking